wa kumtafuta chatu wawili katika eneo la Arandich Uasin Gishu ambao wakazi wanasema wamekuwa wakiwatishia. Kutwa nzima maafisa hao walizamia mashambani, vichakani na katika makazi wakitega mitego na kufuatilia alama. Kwa familia nyingi huko Arandich, nyoka hao si tena uvumi wa vichaka, wamekuwa sehemu ya hofu ya kila siku katika maisha yao. Wanyama hao wameripotiwa kuwala kondoo, kuku na mbuzi, kulingana na wakazi waliotoa taarifa ya mifugo waliowaa karibu na mashamba yao. Lakini kinachowatisha zaidi ni mwenendo wao. Katika kipindi cha ukame, chatu hao hutoka vichakani na kuja nyumbani kutafuta maji. Watoto wanafungiwa ndani na wachungaji sasa usafiri kwa vikundi. Kwenye kina cha kisa hiki ni Jacob Kiptoo mwenye umri wa miaka 60, mtu ambaye majirani wengi wanamfahamu. Alifanya kazi ya makavazi ya kitaifa ya Kenya na baadaye WWF kabla ya kununua shamba katika eneo la Arandich mwaka 2000. Mwaka 2005 aliona kondoo wake wakikimbia kila walipopita upande mmoja wa shamba lake. Tumeishi na yeye hiyo muda mrefu, hiyo 20 years, na nilinotice yeye kutoka 2005. Nikajua niko na mnyama hapa. Huyo mnyama ni python. Waboma yake ni kama almost 200 meters kutoka kwake. Ako na kwake hapa. Tumespot manyumba 3 ya zake hapa na watu ya KWS. Hapo ndipo aliwakuta mara ya kwanza chatu hao na akachukua uamuzi uliowashangaza wengi. Nilikuwa nafanya kazi na idara ya WWF, World Wildlife Fund for Nature. Sasa mimi ninahifadhi wanyama. Singetaka kupiga, kuua. Tumekutana naye, hata niko na shamba hapa chini yenye ninavuna mboga yenye nauza huko town. Sasa mara moja ama mara mbili kwa mwezi ni kama tunasalamiana na yeye, tunakutana na yeye na anaambia weenda sako bwana. Badala ya kuwafukuza, Kiptoo aliamua kuwaruhusu wasalie. Sababu yake ilikuwa rahisi. Miaka mingi ya kufanya kazi za wanyamapori ilimfundisha kusoma tabia ya wanyama. Sasa ilikuwa mwendo wa saa 5. Sasa kawaida ya kwenda kwa shamba kuvuna chakula hapo, tukakutana na yeye. Kumbe alikuwa anakunywa maji. Akatorokea hivi, nikamwambia aenda sako bwana. Waje mimi nifanye kazi zangu. Hivyo tu. Na yeye anajiendea tu, anapiga kelele sana kwa msituni. Akichapa msituni inatoa mlio mwingine. Kuonyesha si mnyama mdogo. Hata baada ya chatu mmoja kula kondoo wake, kuku na bata, hakulipiza kisasi. Watoto ya mbuzi, watoto nimekuwa na mbuzi hapa, wamesikula sana mpaka ikanimoralize mimi, nikawaja mbuzi kabisa. Sijafuga mbuzi kutoka karibu 5 years sasa hivi. Miezi miwili iliyopita, wakati wa ukame, chatu mwenye urefu wa mita 5 alikuja hadi mlangoni mwake kunywa maji. Lakini kwa sasa hivi hako tu na urafiki tu, anakuja kunywa maji na kutoka. Lakini kwa wakazi hapa, hofu ni ya kibinafsi kwa nyumba nyingi. Wanasema watamtuma mtoto kuchota maji pekee na wazee ubeba panga wakienda kuangalia mifugo wao. Nakana ni kubwa na hii imeonekana imekuja mpaka kwa jirani kukunywa maji, inamaanisha kwamba mpaka mzee ause kondoo yake yote kwa area hii na kuku. Hiyo inamaanisha kwamba imekuwa hatari hata kwa binadamu. Nyoka kama hii ikipata mtoto mdogo si atakula. Hiyo ndio ombi letu kwa serikali ya kwamba kuna watu ikifika masaa mengine wanaogopa kutembea. Watu wafanyakazi wangu wanasema afadhali tuende ikiwa baridi. Ikiwa choto kidogo hivi wanasema tutaona hiyo nyoka na tutaki kuangalia. Mtaalamu wa kunasa nyoka Eliki Kipyego aliyekuwa na timu ya KWS alitueleza kuhusu nyoka hao na jinsi walivyotega mitego. Hapa hivi nyoka yenye tumejua inaishi hapa ni inaitwa African Rock Python ama inaitwa Python sebe. Huyo nyoka ndio inaitwa chatu.
Chatu hawananga sumu, lakini shida yao wako na nguvu kabisa. Wakikosa vyakula kama sungura, swara, pia wanaweza meza mwanadamu pia kwa sababu ya uwezo yao ya kimwili. They are so powerful that a mature python has a maximum power of 780 watts. Eneo hili ndilo eneo makususi ambaye joka huyo anasemekana kuishi katika pango hili. Joka ambaye wakazi wanasema kwamba amewatia hofu na taharuki. Licha shirika la KWS kufanya msako na hata kutumia kifaa hiki katika kumwandama joka huyo, hadi kwa kufikia sasa jitihada za kumsaka zinaendelea. Elvis Kosgei, KTN, katika kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, kwa taarifa